Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda nikushukuru sana kwa kazi nzuri unazozifanya za kutatua changamoto za wananchi na Mungu akubariki sana. Nilikuwa napenda kuuliza swali langu moja. Kwa sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, vijana wengi sana wamejiajiri katika idara au katika kuendesha pikipiki katika nchi yetu. Wengi wanaendesha pikipiki au bodaboda au maguta. Na kama tunavyofahamu, kazi ya serikali ni kutengeneza mazingira rafiki kwa watu wote wanaojiajiri, especially katika vijana hao. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa napenda kuuliza, je, serikali ina mpango gani wa kuiwezesha sekta hii ya waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda ili iweze kuwa sekta rasmi itakayoweza kuchochea uchumi na kuwa ajira inayotambulika ili iweze kukuza uchumi wa nchi yetu? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi hii. Nimpongeze Mheshimiwa Johnson Mtasingwa, mbunge wetu, kwa swali zuri aliloliuliza. Kwanza niseme kwamba sekta ya bodaboda, waendesha wetu wa pikipiki, ni sekta rasmi inayotambulika na serikali. Na Mheshimiwa Spika, ukienda pale Ilala, waendesha pikipiki na mkuu wao wa wilaya Mheshimiwa Mpogoro wanasema, wanawaita hawa ni maafisa usafirishaji. Hii ni sekta iliyo rasmi, na ni rasmi kwa sababu Mheshimiwa Spika, hii ni sekta ambayo inaajiri vijana wengi wa Kitanzania. Ni sekta inayotoa huduma ambayo inatambulika na kila Mtanzania na inawanufaisha Watanzania wote wa mijini na vijijini. Ni sekta ambayo inatumika mpaka kwenye shughuli pia za kiuchumi. Mheshimiwa Spika, ukienda siku hizi kwenye masuala ya kibiashara, unakuta waendesha bodaboda wa maafisa usafirishaji ndio wanabeba fedha nyingi, wanapeleka kwenye kununua bidhaa, kwenye kudeposit benki na maeneo mengine. Kwa hiyo ni sekta ambayo ni kiungo muhimu katika uchumi. Lakini la pili, sekta hii inaandikishwa. Kuna usajili wa chombo kinachotumika, usajili wa mmiliki, usajili wa anayeendesha, kuna leseni katika chombo chenyewe, leseni kwa anayeendesha. Lakini pia ni sekta ambayo imeunganishwa kwenye taratibu za mitaji, kwa maana ya vijana wetu hao wanaweza wakapata mikopo kwa ajili ya kuongeza mitaji katika sekta hii. Mheshimiwa Spika, kwa maana ya serikali kuitambua, inatambua kwamba hii ni sekta rasmi ambayo inachangia katika pato la taifa na inachangia katika utengenezaji wa ajira. Na Mheshimiwa Spika, zamani ilikuwa sekta ambayo wanaofanya kazi hizo wanachukuliwa kuwa ni vijana tu ambao walikuwepo mtaani, lakini sio hivyo. Kwa sasa ni sekta inayofanywa na watu wote, waliosoma na wasiosoma, wanaume kwa wanawake. Kwa ni sekta rasmi ambayo inafanya kazi kubwa ya kutoa ajira kwa vijana wa Tanzania. Na Mheshimiwa Spika, katika ahadi za siku 100 za Mheshimiwa Rais, ambapo alitoa takriban bilioni 200 kwa kusaidia vijana, baadhi ya vijana ambao wamenufaika na fedha hizo ni pamoja na vijana ambao wako katika sekta hii. Nitoe rai kwa ofisi zetu zote za serikali, ofisi zetu za udhibiti, wanapokutana na vijana hawa watambue kwamba wanakutana na sekta ya muhimu ambayo inachangia katika kutengeneza ajira, inachangia katika kutengeneza pato la taifa, inachangia katika kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja katika familia zetu. Kwa hiyo pale ambapo vijana wetu hawa wanahitaji uwezesho, wawezeshwe na watambue kwamba serikali iko pamoja nao katika kuhakikisha kwamba shughuli yao hii inakuwa na ufanisi. Na Mheshimiwa Spika, kila eneo katika nchi hii pana vijana ambao wanatoa huduma hizi.
mijini na vijijini. Kwa hiyo ni sekta muhimu na sisi kama serikali tunaitambua na tutaendelea kadri tunavyopata pia na ushauri wa wabunge kuendelea kuboresha mazingira ya vijana wetu wanaofanya kazi hizo ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi.